الحمد لله رب العالمين خالق النفس وما سواها عالم السر وأخفى. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله مع طاعته أيها الإخوة الأعزاء. كما قال الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا. صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. وبعد، بعد ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Watukufu ndugu zangu, jambo la mwanzo kabisa naanza kuihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndipo tunapopata mafanikio yetu maisha ya duniani, mafanikio maisha makaburini, mafanikio hata maisha ya kufufuliwa, hata ile hofu ambayo watu tunayo ya tarehe 9, lakini tukiwa tuna hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, tukaingiza takwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi ndo kufaulu kwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala ametwalik aya, ile aya kaiacha ni mutlaq: inna lilmuttaqina mafaza. Hakika ya watu ambao wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala daiman wa abadan ni wenye kufaulu. Manake tukishikamana na takwa ya kweli, tarehe 9 na tarehe nyingine zote sisi tutakuwa tu ni wenye kufaulu. Lakini tukashikamana na takwa ya kweli, basi pale Allah subhanahu wa ta'ala anapokuja kutuchukua twende makaburini kwetu, sisi tunakuwa ni wenye kufaulu. Lakini bado tukashikamana na kule kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kweli, tutaishi maisha raha kaburini, kufufuliwa kwetu na maisha baada ya huko ambapo tutakwenda, ambayo ndio maisha marefu kushinda maisha ya hapa ya duniani. Watukufu ndugu zangu, leo tutazungumzia aina ya nafsi. Nafsi zimegawanyika katika aina ngapi? Na nafsi zikoje? Na wewe uko katika nafsi gani? Je, nafsi yako uliyokuwepo ina salama? Au nafsi yako uliyokuwa nayo nafsi ni gonjwa? Au nafsi yako ndo hivyo hivyo? Tutazungumzia nafsi na aina zake. Hasan al-Basri anasema akiambia nafsi, we bana, wewe nafsi hii tunavyoiona hii, kawaida ya nafsi yenyewe ilivyo. Hasan al-Basri anasema, kwa mfano ikakuamrisha kwenye jambo fulani usipoikata. Kwa sababu gani? Yani ile nafsi inavyokwenda, hata mtoto mdogo, yani usipomkata au usipomwachisha kunyonya, basi atakwenda wewe akifikisha miaka 5, akija mama naomba nyonyo, mpaka anaongea no, basi ndo nafsi yenyewe ilivyo. Sasa nafsi zina aina. Je, katika hizo aina ya nafsi wewe upo katika aina gani? Na katika aina hizo unatakiwa ufanye nini? Nafsi ya kwanza kabisa ni nafsi amaratu bisui. Ni nafsi ambayo inamwamrisha mtu kufanya mambo maovu, ndio inaitwa nafsi amaratun bisui. Na katika surati Yusuf Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea akasema, inna nafsa la amaratan bisui, hakika ya nafsi kawaida yake inamwamrisha mtu kufanya mambo mabaya. Nafsi lakini nafsi inayomwamrisha mtu kufanya mambo mabaya, ndo hii nafsi inaitwa nafsi amaratan bisui. Ni nafsi ambayo jina lake ndo hilo linalomwamrisha mtu kufanya mambo mabaya. Na hii nafsi ina sifa, ina sifa zake hii nafsi. Katika sifa zake hii nafsi, kwanza ni jeuri. Hii nafsi ni jeuri, kiburi. Yani wewe leo kwenye hii nafsi utaiambia leo aya za Maka, atakwambia nipeleke Madina. Utampeleka Madina, atasema niletee hadithi za Mtume.
Utampeleka hadithi za Mtume, bado anakwambia bado sijaelewa. Alafu mwishoni kabisa anaweza akaja akakwambia, bwana wewe, kwani huko wewe ulivyoenda nani alikufa huko akarudi akatwambia kuna adhabu hizi? Nani? Lakini kiburi tu, kiburi kiujumla. Nafsi hii kiburi kiujumla maana yake nini? Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba na akampa kitu chake, kwamba bwana wewe salama yako wewe ipo katika. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa kuniabudu. Basi nafsi yenye kiburi, sifa ya kwanza inaacha sifa ambayo kitu alichoumbiwa kwanza inakiacha na haiogopi chochote. Ibada inaacha. Nafsi amaratan bisu'i, hii ni nafsi ambayo inatuamrisha sisi na mambo mabaya, inaacha ibada. Na alisemaje mshairi mmoja? Anasema, walil kibriya sifatan li rabbuna makhsusa. Na mshairi mmoja anasema, na kibri ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala maalum, ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo inamhusu yeye. Na Allah subhanahu wa ta'ala sifa ya kibri akiichukua mja wake, Allah subhanahu wa ta'ala hamwachi. Kwa sababu gani? Allah ndo anaweza akasema kun fayakun. Tumeona alivyokuwa akiamrisha mambo, alivyoangamiza mambo. Aliamrisha mambo. Nabiullahi Ibrahim alayhi salam alikuwa anataka kutuliza moyo wake, ambia Allah, mimi nataka unionyeshe namna gani wewe utahuisha mtu wale vitu vilivyokufa, namna gani unionyeshe. Allah subhanahu wa ta'ala anamuuliza, bwana wewe una mashaka saa, lakini yatumainna qalbi, nataka nitulize moyo wangu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, ya Ibrahim, wachukua ndege 4 wa sempuri 4, kwa mfano dundurusi, chukua igo, chukua mbayuwayu, chukua, wachinje. Ukishawachinja katakata vile vipande. Ukishavikatakata vile vipande vichanganye. Alafu ukishavichanganye kaweke kwenye mlima. Alafu kakae sehemu fulani. Muite dundurusi. Bwana dundurusi. Basi akamuona yule dundurusi aliyemkatakata, akaona amekuja yule, kaurudisha uhai wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kamuita mbayuwayu, kamkatakata na akamuona tena naye kaja. Nakwambia basi Allah subhanahu wa ta'ala amefanya vitu kama hivyo. Sasa kibri ni sifa kubwa ya watu wenye nafsi hii ya lawama. Lakini sifa yao nyingine ni kuendeshwa na matamanio. Ni kuendeshwa na matamanio. Qala man qala, alisema aliyesema, akasema mtu mwenye kusema kwamba sihatul jismi fi qillati ta'ami, kwamba ili kiwiliwili mwili uwe sawa, uwe imara, basi mtu anatakiwa apunguze sana kula. Sema mwenye kusema, asiwe anakula, mtu anakula mfano chakula cha usiku, amekula saa 4 na kala ugali wa watu 4 peke yake, anakwenda kulala, pamoja na kwamba anaharibu afya yake, lakini kitu cha pili na cha tatu anachokiharibu ni moyo. Pigeni mahesabu, kila mtu ana nafsi yake hapo, ajiangalie. Siku wewe nuia, bwana mimi nataka kuamka kufanya ibada zangu za usiku, nuia. Alafu saa 4 wewe jipige kweli kweli, kama ubwabwa kula wa kutosha. Afu angalia kama utaamka saa 10 usiku. Uwezi. Kwa hiyo jambo la pili la sifa ya nafsi hii ni kuifata sana matamanio. Utaangalia yani matamanio yake yeye, je, ndo matamanio ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume kasomesha? Utakuta yeye anaendekezwa na matamanio yake sana. Utajikuta watu leo, useme utakavyosema shekhi, sema utakavyosema, akiwa na kale ka ugonjwa kake kale. Mtu leo anafiwa alhabibu, si ndio? Tena muda mwingine ugonjwa wa ndani, msiba wa ndani kabisa, lakini ugonjwa wake labda upo kwenye mapenzi labda ya Simba, ndo anacheza, anatoka shekhi, anakwenda anaangalia. Hata msiba haumzuie, anatoka anakwenda.
au labda mapenzi yake yapo kwenye kitu fulani ambacho sio, anatoka anakwenda. Sasa nafsi amaratun bisui, katika alama zake za pili ni katika alama ya watu kupenda sana kuendeshwa na matamanio. Mtu anakuwa akiendeshwa na matamanio. Lakini hasira zile ambazo ni hasara wanazipata watu hawa ambao wana hii nafsi. Kwa sababu hasira, siku moja aliniuliza mtu mmoja, kuna mtu mmoja nilimkera, akaniambia hasira ni sunna, lazima nitachukia. Sasa mimi mwanzoni nikawa najua Mtume Muhammad, na wengi tunajua hivi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameoshwa kama mara mbili, umemuosha kumsafisha, tukawa tunasema Mtume afanye hachukii. Basi nikasema na hebu nipe dalili. Akasema abasa wa tawalla, alikunja uso Mtume akachukia, anjaahu al-a'ma. Ndio hivyo Mtume alichukia. Abdullah bin Ummi Maktum kamjia, anamvugulia, anaona kwamba hawa wanaowahutubia wanataka kufanyaje, kuingia kwenye dini. Sasa anaona kama hapa atamvuruga, watakimbia, kwamba Mtume naye alishachukia. Kwa kuchukia sawa kupo, lakini sasa ukiwa katika hii amaratan bisui, ndio ile hasira inakupelekea kwenye hasara. Kwa sababu gani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asasema, kwa sababu anafahamu maumbile ya mwanadamu kiasili ni kuchukia. Lakini anasemaje? Mtu akichukia, inna ghadaba minash shaitan, hakika hasira zinatokana na nini? Shaitani. Wa shaitani khuliqa minan nari, na shaitani ameumbwa kutokana na moto, na moto unazibwa na nini? Na maji. Atakapouzika mmoja wenu ili asilete madhara na hasira zake, basi akachukue udhu. Ndio wanasayansi wakaja wakaleta pale, wakasema unywe maji, utembee. Wote wanapita alipopita profesa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasa hawa nafsi hii ya kwanza, hawa yeye atakuja kujiuliza baada ya hasira kufanya matendo. Yani kaziendekeza zile hasira, baada ya kwenda zimekuja kujua kule, nasema laula. Ndo anakuja kusema pale lau kama mimi ningefanya hivi lisingekuwa hivi. Vipi shekhi? Ni hii nafsi amaratan bisui. Lakini hii ni nafsi ya mtu, wengi sana wanapenda uovu, wengi sana wanapenda uovu. Ndo hawa utamkuta anavuta sigara mathalan. Akivuta sigara unamwambia bwana wewe, sigara ni haram, sigara imekatazwa. Atakwambia hakuna aya katika Qur'ani iliyotaja sigara moja kwa moja ikakataza hivi. Hadithi akwambia hakuna. Lakini atakwambia hii ni makruhu, bado anaendelea kuvuta zake sigara, ni makruhu. Sasa utaangalia huo makruhu wake, akifunga mwezi wa Ramadhani ile makruhu haifanyi, anaifanya muda wa kufuturu. Kuna watu wanafuturu sigara, ukifika muda wa kusigara pale, ile adhana Allahu akbar, muda wa adhana ila Allahu akbar, akishasikia adhana yeye ndo Allahumma lakasumtu ala rizqika aftartu wa bika amantu zahaba dhamma wa btujataluka wa thamata insha Allah amin. Kapiga sigara yake 3 pale, anazimaliza pale. Lakini nini? Anasema yeye ni makruhu. Sasa inawezekana tena wanaotafutaga mashehe, na kuna watu leo ukiwaambia ile jambo haramu, atatoka mlango, atatafuta mlango wa kutokea. Saizi kuna ikhtilafu nyingi sana, tutafute labda kuna shekhe ambaye amejuzisha hili jambo, wamtafute huyo shekhe. Kuna shekhe ambaye kajuzisha hili jambo, basi ukikuta tu shekhe kajuzisha hili jambo, umeondoka shekhe. Sasa sigara, kabla ya kuhama, sigara ni haramu mashekhe, na uharamu wake haikutajwa sigara haramu kwa mutlaq, lakini ilitajwa ni uharamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tulhiku anfusakum biaidikum, ndio haramu wa sigara ulipokuja hapo. Sasa wewe usitafute uharamu, sio kitu lazima kitaje kabisa fulani haramu wewe.
Allah subhanahu wa ta'ala sema wala msiangamize nafsi zenu kwa mikono yenu. Mtengenezaji wa sigara kaandika bango lake pale kabisa, uvutaji wa sigara ni hatari. Tena ile hatari kaitia hatari kama Mwarabu vile kwa afya yako. Afu ndo amekuambia hapa wewe leo unasema hivyo. Kwa ni vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza. Sasa ukishajiona wewe Sheikh Al-Habibi, muda wa sala unapofika unaanza kukinzana na nafsi yako. Anavopita mwanamke mbele yako unakinzana na nafsi yako. Unakinzaneje? Baina ya kuinama chini na kumwangalia. Upo katika hii nafsi shekhe. Unaanza kukinzana. Mtume akasema tuangalie chini wewe nafsi ya pili inakwambia magari mengi tutagongwa na bajaji. Shekhe, upo katika hii nafsi. Upo katika hii nafsi hii nafsi amaratan bisuri. Unataabu shekhe. Shekhe, umeenda umewasha saizi TV yako ukakutana na shekhe anapiga mada pale, kuna kitu ambacho unakipenda wewe, au ukaweka tu, kuna muda wewe upendi, kuna muda kuna station zako uzipendi ukaweka kule. Lakini sasa ile station umeweka station ya mawaidha ikagongana na station ya mpira, unasema sasa hapa mimi nifanyeje? Haya mawaidha yapo tu, ngoja tumwache upende huko. Shaka nafsi yako ipo huku, bado wewe kwenye matatizo huko, kwenye nafsi amaratan bisuri. Sasa wajibu wa mtu kama huyu anatakiwa afanyeje ili apate salama kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Afanyeje huyu bwana? Linafsi lake ndo tayari lishakuwa hivi sasa, lenyewe linapenda maasi kushinda kula. Sio hapo watu hivi. Kuna watu sisi tukutana nao sasa, mimi napenda ugomvi kushinda kula. Nafsi ni hii Sheikh. Wewe unapendaje ugomvi? Uislamu dini ya amani, na mtu anajisifia kabisa mimi napenda ugomvi kushinda kula. Sheikh, wewe ni amaratan bisuri, na wala usibishane na mtu kama huyo. Muombe dua. Kwa vitu gani ambavyo anatakiwa avifanye mtu huyu? Ashikamane na vitu gani ili akae sawa? Kwa sababu ukishakufa na nafsi kama hii Sheikh, wewe ni motoni, wala tusichane. Nafsi kama hii wewe ni motoni unakwenda Sheikh, tena mchana kweupe. Manake katika raha na mtihani tuliopewa ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sisi ndio wa kwanza kuulizwa siku ya kiyama katika matendo tuliyofanya. Tafsiri yake nini? Tafsiri yake tunaifahamu hapa. Manake wema waende peponi na wabaya waende wavuzoni kabisa. Nyuma zote zilizotangulia sisi ndio wa kwanza kuhesabiwa, baada ya miaka yote kukaa pale. Sasa ukifa na nafsi kama hili Shekhe, mtihani. Fanya mambo yanayofuata kujirekebisha. La kwanza kabisa, huyu bwana anatakiwa afanye jihadu nafsi. Afanye jihadu nafsi. Ndio masahaba radhiallahu anhum walivyoambiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna vita moja walitoka, vita ilikuwa kubwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaambia, mmetoka katika vita, lakini sasa bado mna vita kubwa kweli kushinda hiyo mliotoka. Wakakaa wakaulizana, la, sasa hiyo ni vita gani? Wakasema, Mtume akawaambia jihadu nafsi, kushindana na nafsi ndio vita kubwa kushinda vita zote mlizotoka hizo. Sahaba radhiallahu anhu mmoja akawa siku moja ametamani kula mbuzi. Alhamdulillah, akamwambia mke wangu niandalie mbuzi, ipike vizuri. Afu akasema leo nafsi na kukomesha. Akala chakula, mbuzi anaiangalia tu pale, baadaye akaitoa sadaka. Leo tukiwaambia sasa hadithi hizi, ndio maana wakafika wale wakitaja wasema radhiyallahu anhu, walishindana na nafsi, sio mchezo. Walishindana na nafsi kweli kweli hao masahaba, hiyo jihadu nafsi. Safari moja kwenye vita moja, sahaba wamekaa watatu sehemu moja wamekaa. Akaagiza mmoja, wakaagiza maji. Wameagiza maji, kila mtu anataka na maji yale anayotaka, lakini yule mletaji akaleta glasi moja.
basi yule kila anayekuja huku bana mpe mwenzangu, yeye anataka kabisa, lakini bana mpe mwenzangu bwana, wewe mpe mwenzangu. Yule kaenda namba 2, namba 3, anarudi namba 1, wote wa moja kafa, wa pili kafa, na watatu kafa. Jihadu nafsi. Sasa mimi nikakutana na mwamba mmoja, akaniambia, shekhe, nataka nishindane na jihadu nafsi. Ikapigwa adhana, mwanaume akaenda kulala. Anasemaje? Hilo halitakiwi. Sio unaamrishwa kufanya kheri, mfano unataka kutoa sadaka, jihadu nafsi, sasa bila shida, mimi na hela bwana, lakini sitoi bwana, mimi nafanya hiyo jihadu nafsi na kupeleka motoni. Kwa hiyo lazima tuseme, kwa sababu wa Tanzania sasa hivi hawa Gen Z ni akili zao ni zedi kabisa, ni zero. Lazima tuwaambie. Akasema hapa, akageusha. Kwa hiyo jihadu nafsi inayotakiwa hapo ni mtu anatakiwa ashindane na matamanio yake. Pale anapotaka kutoka kufanya mambo ya ovyo, basi akashindana nayo. Ya nafsi, nafsi usifanye. Lakini jambo la pili, huyu mtu ashikamane na swala.